President Ruto ati urenda gweka atia 2027 wagwa. Nilikubaliana na Askofu Cleopa kabla hajaondoka ya kwamba nikikamilisha kazi ya kuwa rais mimi nitakuwa evangelist. Na mimi naona hapo kwa PEFA. Naona hapo kwa PEFA kwa sababu ni wa Pentecoste. Hapo mimi naamini pia ni watu wa evangelical, mimi napenda hapo, si ndio? So tutashirikiana pamoja. So nikimaliza hii kazi nitakuja niungane na huyu Alfred tuweze kusukuma neno la Mungu. Na kwa sababu hiyo lazima nijipange na mbele. Si wanasema mapema ni best? Mapema ndio best. Si ndio? So huyu ndugu yangu amenieleza ya kwamba mbali na kukosa hati miliki ya kanisa hii ambaye nimesema naenda kutafuta haraka nilete, ndio niwe na mahali. Kwani unafikiri si najipanga na mbele? Alafu pia amenieleza ya kwamba mnataka kufanya maneno kwa hii kanisa. Mnajua amejua ya kwamba huyu bwana ni yule, si ndio? Ni yule wa kujenga makanisa. Sasa amejipanga huyu bishop. Ameona huyu bwana hawezi kutoka hapa bila ya mimi kujua maneno ya hapa iko namna gani. So kwa hivyo Ruto amesema kwamba akimaliza tamu yake hii moja hii 2027 anaenda kuwa evangelist. Anaenda kuwa evangelist. Na tunamuomba akienda kuwa evangelist hakuna kuomba kwa ndimi. Kwa sababu kama hiyo ndio mbinu atatumia kuomba, atadanganya watu wengi. Hii maneno kusema hakuna. Kwa sababu saa hii tangu tochi wake kigugumizi inakuwa. Na hiyo isikuwe ndio lugha ya maombi venye atakuwa akiwa evangelist. So sisi watu tunasema one time tunamsupport aende akuwe evangelist Sugoi. Next year aende akuwe evangelist venye amesema hivyo. Na ile kitu tutamwambia pia asiongee kwa ndimi, kwa sababu siku hizi huwa anaongea kwa ndimi. Asiongee kwa ndimi, yaongee tu Kiswahili na lugha ya nyumbani. Akiongea kwa ndimi atatu confuse. Ata confuse wafuasi wa Mungu. Kwa hivyo akienda kwa evangelist aongee Kiswahili, aombe kwa Kiswahili na aombe pia kwa lugha ya nyumbani. Maneno ya kuongea kwa ndimi hatutataka, tutamkataza. We support you kama ni kuwa evangelist, lakini president tunasupport Gachagua, tunasupport Kalonzo, tunasupport Eugene, tunasupport Natembeya. Hao ndio tutasupport next year, lakini wewe tutakusupport ukuwe evangelist. Sasa umeanza kusema ukweli. William Ruto, this is now a sign of surrender. Mimi nilikuwa najua hao jamaa watakusukuma. Gen Z wamekusukuma, kanisa imekusukuma. Hakuna mtu ako kwa side yako isipokuwa wale wenye wana benefit directly from your office, your monies and some goodies. A good number of people in the country wame reject your regime. And not only your regime, but yourself, people are against you. Ruto, I can state it categorically. Hivyo venye umeanza kusema hapa, si lazima ukue president. Si lazima uende second term. Is a way, yani umeona hii ni kulemewa. Kama hii ndio urais, na nilikuja kujiingiza kama mimi William Samoei, basi kuna shida. Imagine, that's why nilikuambia mapema kuwa Uhuru Kenyatta aliadjust vitina isingie kabla achaguliwe kama second term president. Sasa wewe ulianza kukoroga serikali yako wewe mwenyewe. First term in office, those people elected you to the office, ukawaonyesha madharau, wengine ukawadismiss, wengine ukawafire. I don't know who advised you.
Na unaona unaanza kuongelea ukiwa kwa msitu. Si lazima nikae president. Si lazima. Next, you are going to quit the race. Hiyo ndio naona hapa mahali tunaelekea. Otherwise, Matiang'i atakusukuma mpaka kwa kona, wakiwa na Kalonzo, wakiwa na Gachagua, Mama Martha Karua. Ushasikia habari kuwa Maraga anajui ni kambu? Moses Wetangula. Moses Masika Wetangula. Nimekuita mara ngapi? Wacha nikuita mara nyingine mbili. Moses Wetangula. Wetangula Moses. Wetangula Moses Masika. I overhead sijui according to attrition whatever sijui what 56% mkiwa pale retreat yenye mnamalizia leo pale Naivasha. I heard you telling the members of parliament that according to attrition I don't care whatever survey you did whatever that 56% of them they will not see the doors of the 14th parliament. Now you are very wrong. Very wrong. Nikuulize, how wengine 43%, you said 56%, 43% ya wabunge wengine unasema wewe uko na constituency yako ama uko na kura zako utawapigia waingie? Why don't you tell them the truth that 99% of that parliament, of the members of that parliament will not see the 14th parliament, not unless wewe uko na kura yako ama kuna constituency ambazo umename zako, wewe uko na kura zako utawapatia. Tell them the truth. Na kuambia kama kuna wabunge wengi watarudi kwa hiyo bunge. We are going to drain the swamp. We are going to drain the swamp. Tunawacha wale watu ambao wanaonekana wako na akili. Those who have tried to serve this nation. Wenye wamejaribu wamekandamizwa na kila kitu lakini they are still pushing for the interest of the people. Stop telling them 56%. Itoke we ati 56%. So you mean 44% warudi wapi? Not unless you have your own parliament pale huko kwako sijui Shinyalu wapi utawapeleka wakae huko. But not in this country. Not in this country. Wewe mwenyewe hata tujui mahali utakuwa. Wewe mwenyewe hata ujui mahali utakuwa. You should tell them beginning with me. We cannot have such a stupid speaker again. We want hata afadhali tuingie watu inexperienced. We want to learn on job. We want to learn there. But you cannot be running this country kama shamba yako ama vitu zako kumismanage kama personal enterprise huku mnarudi mnatuambia ati 56% ati 44% will go back to parliament. We are going to drain the swamp. Umesikia Papa wa Roma? We are going to drain the swamp. Na si kusema tu. Ngoja mtaona. Wewe tamwiroreri wa kwa politics Kenya ukuona ta President Ruto akorwo aketuka kana niwe gogwo arakiuga ni akenda gutuika evangelist akirikia wathani wake 2027